Mpigie Yesu makofi. Sikiliza, napenda tuendelee kwa Mungu, tunasihi kibali chake kabla ya kuanza kufungua semina yetu na somo letu la leo. Amina. Baba, katika jina la Yesu nasema asante kwa siku ya leo. Hakika Baba, ni kusudi lako Bwana wewe kutumisha sisi mahali hapa katika madhabahu hii takatifu. Mungu uliye hai, tunasihi kibali chako jioni hii ya leo juu ya mada yetu, juu ya somo letu la leo. Mungu Roho Mtakatifu, teremka Bwana, ukatuguse, ukamtumie mtumishi wako. Tumia mwili wangu, nafsi yangu na roho yangu. Tumia kinywa changu Baba, maneno yako ya kuwafikia watumishi wako walio na kiu ya kusikiliza neno lako. Hakika ninaweza kuona shauku ya wao kutaka kupokea kile Baba ulichotuangalia. Uwepo wako kwa tamalaki mahali hapa Baba, tunasema asante, pokea sifa na utukufu wote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndiye Bwana makofi. Kama nilivyoahidi siku zilizopita, mimi niko hapa nashiriki nanyi katika semina hii. Ninajua madhabahu yenu imewafundisha mambo mengi sana. Imewafundisha mambo mengi ambayo yamewasimamisha kiroho. Lakini kama nilivyosema siku zilizopita, unaweza ukaja hapa kanisani ukiwa umefungwa, ukiwa na matatizo mengi, lakini madhabahu hii ikakufungua, ikakuweka huru. Sasa ukiwekwa huru unafanya nini? Nikasema mimi niko hapa, nataka nikuonyeshe ukishafunguliwa nini unaweza kufanya kwenye hicho ulichokuwa nacho. Amina. Nataka nikueleze kwamba leo nitafundisha somo la kwanza katika mtiririko wangu, linaitwa Success Motivation au motisha ya mafanikio. Sema motisha ya mafanikio. Nitapenda niende taratibu sana. Kwa nini? Kwa sababu somo hili huwa ni la level ya juu sana. Wanasoma kama siku ile nilivyosema, wakurugenzi, ma-CEO, watu ambao wanamiliki makundi makubwa ya watu, chief executive officers na watu wengine wanasoma somo hili. Kwa hiyo nataka niende taratibu. Kwa nini? Kwa sababu mimi huwa ninasema kitu kimoja. The student determines the teacher. The student determines the teacher. Mwanafunzi ndio anamwambia mwalimu amfundishe somo kwa level gani. Amena. Kwa hiyo mimi ninachopenda nitakachokifundisha leo, basi jamani mkakifanyie kazi. There is a big difference between learning. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kujifunza alafu kutekeleza kile ambacho umejifunza. Watu wengi hawapigi hatua kwa sababu huwa wanaishia tu kusoma, lakini hawafanyii kazi kile ambacho wamesoma. Kwa hiyo mimi napenda mumchukulie kama advantage ili somo la Success Motivation. Amena. Basi naona tuko tayari, tunaweza tukaanza sasa. Mafanikio ni kitu ambacho kila mtu anakipenda. Amena. Mimi siamini kwamba kuna mtu ambaye hapendi mafanikio. Wewe ukikaa nyumbani kwako barazani, ukiona ndege zinaruka zinakwenda Europe, zinakwenda Uarabuni, zinakwenda China, kila mahali watu wanaruka, kuna kitu wanatafuta kufanikisha. Ukiamka asubuhi, mimi nikiamka asubuhi nikienda kazini, naona mpaka usiku wa manane watu wanapita Kariakoo, watu wanapishana kwenye madaladala. There is something they are looking for. There is something they want to achieve. Kuna kitu mtu anataka kufanikisha, na ukiangalia nyuma utakuta mafanikio. Sasa neno mafanikio mimi napata tabu sana kulitafsiri. Naona kama ni gumu sana. Why? Because mafanikio, success means different to different people. Mafanikio yanatafsiriwa tofauti kutegemea na mtu anapotafsiri mafanikio. Mwingine alikuwa hana ndoa, akipata ndoa anakwambia nilifanikiwa kuolewa. Good. Mwingine atakwambia alikuwa hana nyumba, ukimwambia umefanikiwa, ndio nilifanikiwa kujenga nyumba yangu, sasa silipi kodi ya nyumba. Mafanikio kwake. Mwingine mafanikio kwake ni amemaliza chuo kikuu, amepata degree, anakuambia mimi nimefanikiwa. That is success. Na mimi nakubali kabisa. Amena. Lakini nataka nikuambie kitu kimoja. There is something called success, lakini there is something also called the true success. Kuna kitu kinaitwa mafanikio, lakini kuna kitu kinaitwa mafanikio ya kweli. Amena. Sasa mimi nataka nikutofautishe hivi vitu viwili. Labda wengi mmeshapita Kariakoo, mmeshapita mjini mkaona maskyscraper, majumba makubwa ya ghorofa. Hakika yule mtu mwenye anayemiliki lile jengo amefanikiwa kibiashara. Amena.
Haina shaka kwa sababu jumba analomiliki ni la mabilioni ya fedha, mali anazomiliki ni za mabilioni ya fedha. Amefanikiwa kibiashara. Lakini nataka nikuulize swali la dhahabu. I want to ask you a golden question. Kwa nini hujui majina ya wale wanaomiliki yale majengo? Iko sababu, sio bure. Wale wamefanikiwa kibiashara, lakini mafanikio yao ni self beneficial. Mafanikio yao ni binafsi, yamewanufaisha yeye, mke wake na watoto na familia yake. Mafanikio yao hayajagusa maisha ya watu wengine. Amena. True success ni mafanikio ambayo amefanikiwa, lakini mafanikio yako yamegusa maisha ya watu wengine. Hiyo ndio tunaita true success. Amena. Watu ambao mafanikio yao yamegusa watu wengine, watu hawa ni vigumu kusahaulika hapa duniani. Hawa watu ukiingia kwenye Google, ukiwa Google unawapata. Ukisoma vitabu vya kumbukumbu unawakuta. Kwa nini? Kwa sababu mafanikio yao yaligusa maisha ya watu wengine. Nataka nikuambie leo kwamba hata kifo na jeuri yake yote iliyo nayo, kifo tunayokiogopa, hakina jeuri ya kufuta jina la mtu ambaye mafanikio yake yamegusa watu wengine. Amena. Kifo hakina jeuri hiyo. Kuna watu wameishi miaka zaidi ya 2000 iliyopita, hadi leo tunawaabudu, hadi leo tunawakumbuka, hadi leo mafanikio yao yanafanya kazi katika maisha yetu. Amena. Tunapomtaja baba yetu Yesu Kristo, ameishi miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Ushahidi wa mafanikio yake, ushahidi wa maisha yake ambayo yamegusa maisha ya watu wengine ni mimi hapa niliosimama hapa mbele. Damu yake ndio imenifanya mimi nifike hapa. Amena. Mimi nilikuwa simjui Yesu. Nataka nikupe mfano mzuri. Kuna mtu anaitwa Methuselah. Wengi mnaweza mkamfahamu, lakini wengine msimfahamu. Vitabu vinatuambia Methuselah ameishi miaka 969. Ndio mtu alioishi miaka mingi kuliko watu wote duniani. Anaitwa Methuselah. Ukiingia kwenye Google utamkuta. Lakini watu hawamzungumzii Methuselah. Labda hata nyinyi hapa wengine hamumjui Methuselah ni nani. Kwa nini? Ukimlinganisha na Yesu, Yesu ameishi miaka 33 hapa duniani na kazi kafanya miaka 3. Lakini leo tunamkumbuka Yesu, tunamwabidi, mbubudu mpaka hapa. Kwa nini? Kwa sababu mafanikio yake yamegusa maisha yetu na yanaendelea kugusa maisha yetu. Amena. Hebu mgeukie rafiki yako, mwambie mafanikio yako wewe yanamgusa nani? Hebu mafanikio yako wewe yanagusa hata ile kanisa la True Worshipers. Amen. Mafanikio yako yanamgusa mtumishi wako wewe. Wewe unaweza kuwa umeabudu hapa kwa miaka 3, kwa wenzako akaabudu hapa kwa miezi 2, lakini akiondoka utakuta jina lake linatajwa kila saa. Kwa nini? Kwa sababu mafanikio yake yamegusa maisha ya wengine, yamegusa kanisa, yamemgusa apostol. Amen. Sikiliza nikwambie, hata kazini utasikia watu wanasema, ukiuliza nani awe kiongozi wenu, wanakuambia fulani. Do you know why? Kwa sababu wanajua kwamba akifanikiwa Peter nasi tumekula. Amena. Kwamba huyu sio mchoyo, na akiondoka jina lake litatajwa. Ninakwambia mtu mafanikio yake yaliyogusa maisha ya watu wengine, mchinje, muue, mchome moto, mtupe baharini, jina lake litabaki. Ngoja nije duniani sasa, maana nimekutajia Yesu. Kuna mtu anaitwa Thomas Edison Alva. Wengi mnaweza mkamjua. Thomas Edison Alva ndio mtu aliyogundua hii balbu ya umeme. Thomas Edison Alva. Huyu jamaa alifanikiwa, labda alitajirika kutokana na ugunduzi wake, lakini mafanikio yake yamegusa maisha yetu hadi leo. Ukiona balbu ya umeme inawaka unasema Thomas Edison Alva, huwezi ukamsahau. Mtu ambaye alikwenda kwenye kijiji cha mama wajawazito wanatembea zaidi ya maili 9, wanakosa maji, akajenga bomba la maji pale. Watasema bomba la Musa lile, bomba la Yakobo lile. Akifa mtoto wake Yakobo, babake alijenga kisima cha maji, baba yake, babu yake, jina lake alitakufa. Amina. Na kwambia hata kifo hakina jeuri. Kama we mafanikio yako kuanzia leo yatagusa maisha wengine. Amen. Wapendwa katika jina la Yesu Kristo, mabibi na mabwana, nataka niwafahamishe kwamba huo niliokuwa naongea ulikuwa ni utangulizi tu wa somo langu la leo. Naomba mniruhusu sasa nianze kazi. Amena. Pigie Bwana makofi. That was just an introduction. Please allow me to begin success motivation. Kuna watu wengi mnawafuatia katika Google, mnawafuatia katika mitandao ya kijamii. Unajua kwa nini unawafuata? Unawafuata wale watu kwa sababu kuna kitu wanafanya. Si kwamba wamezaliwa hivyo. No. There's something they are doing. I want you to know now. Ili uweze kujulikana katika jamii, ili uweze kutoka kisawasawa. Kitu cha kwanza kinasema identify your dominant product. Gundua bidhaa yako tawala. Namba 1, gundua bidhaa yako tawala. Bidhaa yako tawala ni nini?
Oh my God. Sikiliza nikwambie. Kuna kitu wewe unakijua kuliko watu wengine wote. Kuna kitu watu wakitaja wakisema hebu tuimbe nyimbo ya kuabudu muite fulani. Kwa nini unafikiri wanasema muite fulani? Kwa sababu wanajua kwamba wewe ni bingwa wa kila kitu. Lakini wewe mwenyewe bado hujatambua kwamba watu wanakupa kiashiria kwamba wewe ni mzuri wa hiki. Nataka nikwambie leo, labda tuko tulivyo kama hatulivyo sasa hivi kwa sababu bado hujagundua bidhaa yako tawala. Siku ukigundua, if you identify your dominant product, you will never be the same again. Amen. Maisha yako yatabadilika siku hiyo hiyo. Siku utakapogundua bidhaa yako tawala, wewe utakuwa ni the most expensive product. Utakuwa ni bidhaa, ni adimu, bidhaa ya bei mbaya, hakuna mwajiri anaweza kukulipa. Pigie Bwana makofi. Watu wote waliogundua bidhaa zao tawala, leo wewe huwezi kuwalipa mishahara. Ni watu wa bei mbaya. Hapa Tanzania kuna watu leo ukimpelekea ukimwambia bwana na show yangu nataka na milioni 10 hizi hapa mezani, anakuambia tafadhali subiri. Hebu cheki. Mtu anaweza kuisubirisha pesa kwenye foleni kweli. 10 million anakuambia wait please. Hebu ongea na meneja wangu aseme ratiba yangu. Itinerary yangu inasemaje? Anakuambia bwana ratiba yangu inasema miaka 2 kutoka sasa ndio tutapatikana. Amen. Kwa nini? Kwa sababu amegundua bidhaa yake tawala, ndio maana anatamba. Wewe leo, wengi wetu tunakaa mpaka tunakufa, hatujui thamani yetu, hatujui bidhaa yetu tawala. Ndio maana leo unalipwa mshahara ambao hautoshi, ukifika tarehe 15 unakwenda kukopa, kumbe wewe ni tajiri. Sikiliza nikwambie, kuna kitu kinasema until you discover you recover. Until you discover you recover. Mpaka utakapogundua ndio utapona, ndio utatoka kimaisha. Mpaka utakapogundua. Huwezi ukatafuta kitu kama ujui wewe umepoteza. Amen. Ni mpaka ujue umepoteza, mpaka ujue unacho. Mimi napenda kuambia watu, the anointing that you don't know is a dead anointing. Upako ambao hujui ni upako uliokufa. Kwa nini hauwezi kukusaidia? Kwa hiyo sikiliza. There are so many professional boxers. There are so many professional boxers. If you talk about professional boxing, unapozungumzia ngumi za kulipwa, hutakosa kumzungumzia Mike Tyson. Amen. Mike Tyson si kwamba hafanyi vitu vingine, ana vitu vingi anavyovifanya. Labda ana maduka, labda ana hoteli, labda ana mashule, lakini kile kinachobebea bendera kumtambulisha duniani ni nini? Ngumi, na ndio imemtoa. Huwezi ukazungumzia ulimwengu wa mpira wa kulipwa bila kumzungumzia Cristiano Ronaldo. Si kwamba Cristiano Ronaldo hafanyi vitu vingine, anafanya vitu vingi, lakini kinachomtambulisha duniani ni nini? Mpira. Mpira ndio dominant product yako. Sasa nataka nikwambie kuanzia leo, check for your dominant product. Bidhaa yako tawala ni nini? Utakapoigundua, your life will never be the same again. Amen. Maisha yako hayatakuwa vile vile tena utakapogundua your dominant product. Andika point number 2. Hey, am I going very fast? Naenda haraka sana. Tuko sawa eh? Okay, twende point yako namba 2. Point namba 2 nataka nikwambie, ili ufanikiwe katika maisha yako, create a standard. Unda kiwango. Binadamu, makampuni yote, bidhaa zote zinatambuliwa kwa viwango. Kuna mtu anaitwa Mr. Standard. Wewe kama wenzako wanatengeneza juice ya level 4, wewe unatengeneza level ya juu zaidi ya 4. Kila mtu akitaka kununua juice anakwambia acha hapa, nenda kwa fulani. They are talking about standard. Amen. Ukiona bidhaa inatoka China na bidhaa inatoka Western Europe, watu wanakuambia bidhaa ya Western Europe ni bora. They are talking about standard. Hata serikali imeunda TBS, wanazungumzia standard. Huwezi ukafanikiwa katika maisha kama kiwango chako ni cha chini. Lazima uunde standard katika maisha yako. Uunde viwango. Ukiwa kama unafuga kuku, watu wanakuja kununua kuku zako kabla hata hujaanza kununua vifaranga, kwa sababu wanajua viwango vya pale ndio bora kuliko kiwango fulani. Hoteli wamezigrade katika standard. Nasikia hii ni 5 star. Mtu akisikia 5 star, 6 star anajua pale kuna quality. Kwa hiyo ili uwashinde wengine, lazima level yako iwe juu. Unaweka level kiasi kwamba wengine hawawezi kufikia. Kama ni kanisa la true worshipers, unaweka level ya uadilifu, unaweka level ya maombi, unaweka level ya mahubiri kiasi kwamba watu wakisikia wanasema pale ndio kuna Mungu wa kweli. Amen. Yeah. You have to create a standard in your life. Lazima uweke kiwango.
kiwango ambacho wengine hawawezi kufika. Amen. Kuna watu wame-create kiwango kiasi cha kwamba ukitaja kitu fulani kinahusishwa na jina lao. Sisi tunaelewana? Unaposema Kodak, watu wanakuambia ni kamera, si ndio? Why? Kwa sababu kiwanda cha Kodak kime-create kiwango cha juu kiasi kwamba watu wanahusisha jina lao na kamera. Ukisema football wanakuambia Brazil. Kwa nini? Kwa sababu Brazil ali-create kiwango cha mpira ambacho dunia nzima wanaunganisha ule mpira na Brazil. Kwa nini wewe watakaposema kanisa watu waseme true worshipers? Kwa sababu kiwango chake ni tofauti na makanisa mengine. Amen. People are looking for standard. Usidanganywe. Watu wanaangalia viwango. Kila kitu ni kiwango. Kila kitu kinategemea kiwango. Point number 2, create a standard. Tuko pamoja? I said point number 1, nimesema nini? Nimesema identify your dominant product, gundua bidhaa yako tawala. Lakini point number 2 nimekuambia unda kiwango, create a standard ambacho wengine hawawezi kugusa. Kama wewe ni mwimbaji hapa, unda standard ambayo kila mtu akija anasema wewe ni fulani. Amen. Maisha yako lazima yabadilike. Nataka nikupe point number 3 which is very very important. Point number 3, create a difference. Unda utofauti. Create a difference. Unda utofauti, my friend. Unda utofauti. Watu wote waliofanikiwa duniani waliunda utofauti. They are different. Hakuna mtu anayetaka mtu wa kawaida duniani. Hata Mungu hataki mtu wa kawaida. Vitabu vyenyewe vinasema. Amena. Watu wote unaowafuata wewe waliunda utofauti. Watu wote ambao wewe unawaabudu dunia hii, watu wengine kabisa unakuta niliona mambo fulani kwenye mwendo kasi wamekaa wana discuss. Huyu bwana huyu bwana mbona wanatudanganya, wanatuchezea akili zetu, mara atamuoa fulani, sijui leo atamuoa fulani. Huyu bwana wameacha mambo yao, wanafikiria nani atamuoa nani, wakati anasahau yeye mwenyewe hajaolewa, labda hana ndoa, lakini mawazo yake yamehamia kwa mtu mwingine. Why? Kwa sababu yule mtu ame-create a difference. Sikiliza, there are so many professional boxers, lakini when you talk of Mike Tyson, he creates a difference. Amen. Ndio maana watu wengi tulikuwa tunamfuata Mike Tyson kwa sababu upiganaji wake wa ngumi, uwezo wake ni tofauti na wengine. Amen. Ukimwangalia Cristiano Ronaldo ni number 1 footballer duniani. Why? Because he has created a difference. Aliunda utofauti. Unapokwenda kupeleka maombi yako ya kazi, wanapokuambia wafanyie interview, they are looking for a difference. Yule mwenye uwezo zaidi ya wote, yule mwenye ujuzi zaidi ya wote, yule mwenye experience zaidi ya wote, they are looking for a difference. Everybody is looking for a difference. Mungu alipotuma malaika kwa nani? Mungu alituma malaika kwa nani? Come on. Mungu alituma malaika kwa nani? Kwa sababu sadaka zake zilikuwa sio za kawaida, maombi yake yalikuwa sio ya kawaida. Mungu akatuma malaika kwake. Nani anaitwa? Cornelio. Kwa nini Mungu alituma malaika kwa Cornelio? Because Cornelio was different. Cornelio alikuwa tofauti. Sadaka zake zilikuwa sio kawaida. Maombi yake sio ya kawaida. Ndio maana Mungu alituma malaika kwake. So if you want to be different from others, you will succeed. Amen. Lazima uunde utofauti. Ukitaka ufanikiwe katika maisha, lazima uunde utofauti. Unapozungumzia mafanikio, people are looking for the difference. Angalia, Yesu alikuwa anapiga injili. Mafarisayo nao walikuwa wanahubiri mambo ya injili. Lakini the difference between Jesus na Mafarisayo ni kwamba neno la Yesu lilikuwa na nguvu, lilikuwa na uhai. Neno la Yesu lilikuwa linaweza likafufua, likaponya magonjwa. Maneno ya Farisayo, maneno yao yalikuwa they are not powerful. Kwa hiyo Jesus aliunda utofauti. Ndio maana hadi leo hakuna aliyeweza kuvunja rekodi yake. Kwa hiyo point number 3, if you want to succeed in life, create a difference. Hebu sema create a difference. Angalia, bado nakupa mifano. Mungu alipomuomba Kaini na mdogo wake Abili wamtolee sadaka, Kaini alibip, lakini mdogo wake alicreate a difference. Mungu akapokea sadaka ya mdogo wake, akaacha kaka akamuua mdogo wake.
No, the problem was not the sacrifice. The problem, tatizo lilikuwa kwa Kaini mwenyewe. Hakutaka kuunda utofauti. Mdogo wake aliunda utofauti. If you want to be accepted in life, create a difference from today. Watu wote walio create a difference sio wa kawaida. Hebu sema kuanzia leo mimi sio wa kawaida. Ukitaka utoke usiwe wa kawaida. Niliwahi kuuliza swali Jumapili hapa. Nilisema je, ulishawahi kutoka ukafika mahali watu wakakung'ang'ania, wakaomba kupiga picha na wewe, wakaomba wasainie autograph, wakionana na wewe wanaenda nyumbani kusimulia tumekutana na fulani? Oh, come on. Kama ukiniambia hapana, jibu unalo mwenyewe. Wewe ni wa kawaida sana. Ndio maana watu hawakubabaiki. Siku utakapokuwa sio wa kawaida, oh my God, watu watakung'ang'ania, utakosa, utatembea na bodyguard. Create a difference. Amen. Another point. Sikiliza bwana. Hivi vitu nataka nikufundishe leo. Ukivifanyia kazi unakwenda kutoka. Amina. Kuna kitu kinaitwa create a winning team. Unda timu ya ushindi. Amina. Point number 4. Unda timu ya ushindi. Create a winning team. Yeah. Timu ya ushindi ni timu gani? Na wachezaji wake ni wakina nani? Hilo ni swali ambalo lazima ujiulize. Unda timu ya ushindi. Hakuna mtu aliyofanikiwa dunia hii unayemjua wewe alifanya hiyo kazi peke yake. Nyuma yake kuna kundi, kuna winning team. Rais yoyote anayetawala duniani ana washauri, ana watu mbalimbali waliomzunguka. Timu yoyote ya mpira ina makocha, ina trainer, ina nani. Hakuna mtu aliyoshinda peke yake, aliunda timu ya ushindi. Nataka nikuulize wewe, je, wewe una timu ya ushindi? Amina. Oh, come on. Wewe hutaki mafanikio my friend. Unatafuta mafanikio uelewe. Point number 4. Lazima uunde timu ya ushindi. Timu ya ushindi na wachezaji wake ni wakina nani? Kuna mtu anaitwa mentor. Andika mentor. Mentor, M-E-N-T-O-R. Mentor, M-E-N-T-O-R. Sina ubao. M-E-N-T-O-R. Mentor kwa Kiswahili mshauri. Sasa huyu ni mshauri wa aina gani? Mentor ni mtu ambaye anakushauri on one to one, tofauti na coach. Coach anakuwa na kundi la watu anawacoach, lakini mentor anakaa na wewe hapa. Kwa mfano unataka kufungua biashara ya duka, unatakiwa uwe na mentor. Mentor wa aina gani? Mtu aliyofanikiwa kwenye biashara ya duka. Anakupa mbinu za duka. Duka linaanzaje? Biashara gani? Vitu gani vinatoka? Vitu gani vinakaa? Vitu gani vinavuta wateja? Biashara ya duka ufanyeje? Huyo ni mentor. Na ukitoka pale ukienda kufungua duka na wewe unafanikiwa. Amena. Kwa hiyo mtu wa kwanza, kama unataka kuwa mtumishi wa Mungu lazima ukae karibu na apostle. Huyo ni mentor. Atakupa vitu jinsi gani. Look at me now. Just look at me. Naweza nikasimama nikakontrol madhabahu, nikasimama mbele nikakontrol stage, nikaongea na watu. Nilikuwa na mentor. Sikuweza kufanya hivi mwenyewe. Mtu wa kwanza ni mentor. Sema mentor. Mtu wa pili, the friends waliokuzunguka, marafiki waliokuzunguka. Oh my God. Hapa ndio pagumu kuliko kote. Kwa nini? Marafiki waliokuzunguka ndio wataamua ufanikiwe au udondoke katika maisha. Amina. Amina kubwa. Ninarudia tena. Marafiki waliokuzunguka ndio watasababisha usimame au udondoke. Kwa hiyo uchague. Unaye mentor, lakini you have a team of powerful friends. Marafiki ambao wana mtazamo wa kutoka. Ukipigana vita huko ukachoka, ukirudi wanakutia moyo usonge mbele. Amen. Lakini ukiwa na marafiki ambao mimi nawaita bongolala, marafiki ambao wao kila unapoenda unaambia nataka kuolewa, anakuambia ndoa hili mshinda mamangu mdogo, wewe utaiweza. Na wewe sasa unakubali, unakata kona. Amen.